juma la Pentekoste katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni tuingie lango la mbinguni kwa maandamano tukiongozwa na piga tarumbeta. Katika wiki hili la Pentekoste, kutoka kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile 26, nitasoma mstari ule wa 41. Ni somo linalotuongoza katika juma hili la Pentekoste. Kutoka Mathayo 26 nitasoma mstari wa 41, nami nakutangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Amen. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakapowaapishia Israeli mfalme?" Akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira, bali Baba aliyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Amen. Naomba keti. Wahubiri, Bwana Yesu asifiwe. Piga tarumbeta, Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji, Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu aliyetupa neema hii ya kutumikia. Wapendwa wahubiri, kwanza namshukuru Mungu sana
aliyewaita na mkaitika kukubali kuja na kuwa mko tayari kutumwa. Sasa leo, ndugu zangu, hatujakusanyika ili siku ya kutengwa, ni siku ya kuhuishwa, ni siku ya kupewa nguvu za Roho Mtakatifu, ni siku ya kutumwa kwa kazi ya Mungu katika jimbo lote la Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, ndugu zangu, halijengwi na majengo peke yake. Kanisa linajengwa na wahubiri. Dunia ya leo haihitaji wahubiri wenye maneno matupu, bali wahubiri wenye mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu, wahubiri wenye mamlaka ya kiroho, wahubiri wenye maisha matakatifu. Dunia ya leo inahitaji wahubiri wenye mzigo wa wokovu wa watu wa Mungu. Nataka niwakumbushe wahubiri, Pentekoste sio ratiba ya kanisa tu. Pentekoste ni moto wa Roho Mtakatifu. Pentekoste ni moto wa Roho Mtakatifu. Maana moto huo kushuka, hakuna uoga tena, hakuna kujifungia tena, unatoka ulio nguvu na hakuna kitu ambacho kinaweza kuzuia. Maana una nguvu za Roho Mtakatifu. Pentekoste ni ujasiri wa Roho Mtakatifu. Mkumbukeni Petro walipoingia ndani wakitetemeka kwa uoga. Baada ya Roho Mtakatifu kushuka, wakafungua milango, wakatoka wakiwa wajasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Pentekoste ni ufunuo wa huduma, ni nguvu ya kanisa. Pentekoste ni kuzaliwa upya kwa utume wa kanisa. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 1:5, kabla sijakuumba katika tumbo la mwanangu nilifanyaje? Alafu nikafanyaje? Nikakutakasa. Alafu nikafanyaje? Nikakutuma. Kabla hujazaliwa. Inawezekana ukasema mimi nimeanza kuwa mhubiri baada ya kuokoka muda fulani. Bwana aliniumba kabla hujazaliwa. Nimesema Bwana aliniumba kabla hujazaliwa. Na Bwana alishatutuma. Wewe unaingia tu kwenye ratiba yako. Amen. Mhubiri wa kweli haendi kwa sababu ana cheo, kwa sababu anaitwa ni mhubiri. Haendi kwa sababu ana elimu, amesoma theolojia, amesoma Biblia, amesoma chuo kikuu. Mhubiri haendi kwa sababu ana uwezo wa kuzungumza. Wazungumzaji wako wengi tu. Mhubiri haendi kwa sababu anapewa sifa na watu. Anachomtuma ni Roho Mtakatifu. Anakwenda kwa sababu ameitwa na Mungu. Musa alijiona hafai alipoitwa akiwa machungani, akaambiwa vua viatu vyako mahali hapo ni patakatifu. Akatuma akasema, mimi siwezi kwenda maana sijui kusema, nina kifembe siwezi kusema. Yeremia akasema mimi ni mdogo sana. Gideoni akasema mimi ni mtoto. Lakini Mungu huwatuma waliokubali kuitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutumi kwa kuwa ni mahiri sana, anakutuma kwa sababu wewe ni mtoto chake. Sijaelewa wewe ni mtoto wa Bwana, utakupeleka injili na Kristo. Wahubiri wa Pentekoste wanapaswa kujua wameitwa, wameaminiwa, wamechaguliwa na Mungu mwenyewe. Hata kama kuna utaratibu wa binadamu ufanyika hapa, lakini usisahau Bwana ndiye aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapaswa kutembea kwa ujasiri, na ukienda mahali popote, ukienda ukikanyaga mahali popote, mwambie Bwana, nimefika pale uliponituma, nimepakamana sasa hapa ni pangu uliponituma. Kipa cha kuambia watu hawa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa litaanguka pale ambapo wahubiri wanaanza kutafuta sifa, wanaanza kutafuta mashindano,
wanaanza kutafuta majina makubwa ambayo hawajapewa. Una haja kutafuta majina. Jina la Yesu ndilo jina pekee. Na hakuna jina lingine ambalo mwanadamu anaweza kuokolewa wao isipokuwa jina la nani? Jina la Yesu pekee. Jina lako ni shetani. Hata wakisahau jina lako, don't care. Jina la Yesu lishikwe katika macho ya Mungu. Hakukuchagua sasa na uwezo. Amekuchagua kwa sababu umekubali akupe uwezo. Na yeye atakupa uwezo kupitia neno lake. Na neno lake katika Marko 16 mstari wa 20. Anakupa neno ambalo hilo neno litakuwa na ishara zitakazofuatana nalo. Wahubiri wa Pentekoste ni wahubiri wa toba, ni wahubiri wanaopeleka habari za msalaba. Neno la Mungu liko hai sasa na linafanya kazi sasa, linatengeneza hata leo. Nguvu ya Mungu iko katika neno lake. Tafakari neno la Mungu kila siku, ishi maandiko matakatifu. Hubiri neno, acha maneno yako. Mahubiri mazuri yanabadilisha maisha, yanawafanya watu wajazwe Roho Mtakatifu. Pentekoste ni wito wa kuwasha moto mpya. Nataka niwaambie, nyakati za leo uamsho ni mashahidi mbili. Hali ya uamsho katika Israeli wa kuwasha moto huo. Bwana anakupa siku 8 za kuwasha moto huo. Na ukitoka uache mikasi. Huko uendako, Bwana akufanye moto wa kweli, moto wake. Ukawashe moto wa uamsho, moto wa Injili, na kuombea Yesu akupe Roho wake Mtakatifu. Na kuombea sasa Bwana akupe Roho wake. Anakupa sasa. Kila mmoja atapokea ujazo wa Roho. Neno wa Mungu wanasema kwamba ufanye kwa Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake akuhurumie. Bwana akubariki na akupe amani. Katika jina la Mungu wa Utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Napenda kutamka kwamba enendeni kwa amani, mkaihubiri Injili kwa ujasiri. Roho Mtakatifu awe pamoja nanyi. Bwana awatumie kuleta wokovu.